naitwa Margaret. Nilipokuwa na mjamzito nilimletaga mtoto wangu, alikuwa anasoma form 4. Alikuwa amesoma mwezi mmoja tu, kama mnanikumbuka. Mtoto yuko wapi? Yule mtoto wa form 4 ajaja, nimemleta tu huyu. Kwa hiyo kaniambia nitajifungua mtoto wa kiume na jina nitamuita Daniel. Mtoto wenyewe ndio huyu hapa. Wow. Nikwambia utajifungua mtoto wa kiume? Na jina nitamuita Daniel. Na ukajifungua wa kiume? Ndio. Na jina ukamuita Daniel? Ndio. Piga makofi. Wow. Dani, umekuwa mkubwa. Ana miezi mingapi? 4. Wow. Piga makofi ya shangwe. Nimwambia atajifungua mtoto wa kiume na jina atamwita nani? Danieli. Na amejifungua wa kiume na jina nani? Daniel. Piga makofi ya shangwe. Napenda kumshukuru Mungu sana kwa sababu ninauza watoto 4 wa kike. Huyu peke yake ndo 5 wa kiume. Nimemkumbuka mama alikuja ofisini kwangu na mume wako na binti. Mmeko wapi? Kule pale nyuma. Njoo. Uniambia wewe una mimba ya mtoto wa kiume, nikakwambia asante. Oh my goodness. Hongera mwanangu. Umefurahi? Asante, mimi nashukuru. Wanaweza siwe kanisa. Nashukuru hii kanisa. Sema kwa mara ya kwanza nilikuwa sijui, ila nilielekezwa. Kwa mara ya kwanza kuja kumuona kwa prophet, nikaja nikafika ofisini kwake. Kabla sijafika tu, akamwambia mama wao, mwambie mtoto wa kiume na kwa mtoto wa kiume. Kabla tu hajafika hata karibu yake, kwa mbali ninakaribia hivi. Kaambia una mtoto wa kiume. Kama utajifungua salama na mtoto utamuita Daniel. Wakati huo ashapita kama miezi 9, ana wa 10 karibu na 11. Kwa kuja hapa pia ilikuwa ni matatizo aliyomkumba huyo mama, ndio mpaka nikajua kanisa nikafika sehemu hiyo. Ni kanisa hili. Kwa hiyo nikapokuwa na mtumishi nikamwambia tutapata mtoto aitwa wa kiume anaitwa Daniel. Lakini wakati huo pia nilikuwa na changamoto ya mtoto. Alikuwa anaugua kifua. Akaambia yule mtoto kuna shida unao shuleni. Ile shida akamweleza hapa kama unakumbuka siku hiyo. Sasa baada ya hapo alipomweleza yule mtoto shida za shuleni, baada ya kufuatilia shuleni shida za yule mtoto, nikuta kweli mtoto aliyemwambia alimpa shida yule mwanangu akajulikana ni kweli. Kwa hiyo tumishi Mwenyezi Mungu alikupa wito na zaidi. Ngoja kwanza. Huyo mtoto aliyekuwa anampa shida shuleni niliyemtaja na anaitwa Irene. Ndio akakutana naye. Ale mtoto alikutana naye baada ya hapo. Kwanza kabla sijaja hapa, mtoto alikwenda kufanya mtihani alikuwa wa moko hapa. Nikaa nimeenda naye kwa usafiri, nikafika shule naiona pale. Mtoto akaanza shida hapa kabla sijafika pale shuleni. Ikashindikana nikarudi kwa kufanya ule mtihani. Baadaye ngasa nishapita sana kwa magazeti ngona. Baada nikaelekezwa na mwalimu, bwana aenda sehemu fulani Tabata kuna kanisa. Nilipokuja hapa, baada ya kubele shida ule mtu alikuwa hapo shuleni kule. Baada ya hapo tumeshamwombea, ya mara ya pili nimeenda shuleni kama kawaida, mtu akafanya mtihani kama kawaida form 4. Kwa Mwenyezi Mungu wow. Piga makofi ya shangwe. Baraka zanzia hapa. Baraka zikaanzia hapa. Wow. Piga makofi ya shangwe. Danieli, na ukabidhi mbele za Mungu aliye hai. Ukawe mtoto bora katika maisha yako. Umezaliwa kuwa kiongozi kwenye maisha yako. Utakuwa mtu mkuu kwenye kizazi cha mama yako na baba yako. Utaweka historia kwenye kizazi kile cha baba zako na bibi zako na mama zako. Utakuwa mtu mkuu na ukabidhi mbele za Mungu aliye hai. Amen. Huyu mtoto ni baraka ya ajabu. Atakuwa historia kwenye maisha yenu. Amen. God bless you.